Tusonge mbele ambapo Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga walipotia saini mkataba wa makubaliano miezi mitatu iliyopita katika jumba la mkutano wa kimataifa la KCC. Miongoni mwa ajenda kuu ilikuwa ni kukomesha ukatili wa polisi, mauaji, utekaji nyara na kuwafidia waathiriwa wa dhuluma za ukatili wa maafisa wa polisi wakati wa maandamano ya Gen Z ya mwaka 2024. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Patricia Alex, ahadi hizo zinaonekana kuvunjwa huku kukiwa basi hakuna fidia iliyotolewa na mauaji kunradhi yakiwa yameongezeka badala ya kukoma. Tarehe 7 Machi mwaka huu, Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga walisimama bega kwa bega huko KCC ambako walitia saini ya makubaliano ya kisiasa na kubuni serikali jumuishi. Miongoni mwa ahadi zilizotolewa ni kukomesha ukatili wa polisi, kukomesha mauaji na kutoa fidia kwa waathiriwa wa maandamano ya mwaka jana. Leo mimi na baba tumeweka sahihi maelewano ya kuunganisha taifa la Kenya iwe taifa moja. Tulete jamii zote za Kenya pamoja. Kinyume na matarajio ya wengi, miezi tatu baadaye, ahadi hizo zinaonekana kuvunjwa. Hadi sasa hakuna fidia yoyote iliyotolewa na mauaji yamezidi kuongezeka nchini. Kwa mujibu wa shirika la IMLU, visa vya ukatili mikononi mwa polisi tangu mwaka jana vimefikia angalau 161. Waliopoteza maisha kupitia tutu la risasi ni 39, huku watu 29 hawajulikani walipo. Kisa cha hivi punde kilichotokea tarehe 17 mwaka huu kilihusisha mchuuzi wa barakoa aliyepigwa risasi na afisa wa polisi wakati wa maandamano kufuatia kifo cha mwalimu na mwanablogi Albert Ojwang akiwa mikononi mwa polisi. Katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna amekemea makubaliano hayo kwa kuyaita yasiyo na maana mbele ya mauaji yanayoendelea. Sifuna alishangaa ni vipi serikali inaweza kuahidi amani alafu iendelee kuteka nyara na kuwaua vijana wasio na hatia. Viongozi wa ODM wakiongozwa na naibu kinara wa ODM Godfrey Ososi wakitishia kukata uhusiano na chama cha UDA iwapo uchunguzi wa kina hautafanywa kubaini kifo cha Albert Ojwang. Iwapo Mkenya mwingine yoyote atachukuliwa na polisi ati abducted afichiwe mahali, chama cha UDA na kiongozi wake William Ruto watakuwa wamekeuka mkataba ambao tumeandikisha. Iwapo polisi wa Kenya hawatawajibika watoe fidia kwa familia za watu ambao walipoteza maisha yao kulingana na jinsi ambavyo huo mkataba unasema, Mheshimiwa William Ruto na chama chake cha UDA watakuwa wamekiuka mkataba wetu. Kiongozi wa People's Liberation Party Martha Karua pia amelaani vikali ukatili wa polisi dhidi ya waandamanaji kufuatia kifo cha Albert Ojwang. Muungano wa upinzani sasa unamshutumu Rais William Ruto kwa kusimamia mauaji ya kiholela, kutumia vikosi haramu vya polisi na kushirikiana na magenge haramu kuangaisha Wakenya. Wametishia kuwasilisha malalamishi dhidi yake katika koti ya kimataifa. Kwa sasa, hatma ya serikali jumuishi inaning'inia kwenye mizani. Patricia Alex, Runinga ya KU, Nairobi.